Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia hizi pattern zenyewe zinakuwa na herufi zake. Hapa ni x, huu muhimili ambao tunautumia kuanzishia pattern yetu unaitwa XA. Kwa huku juu panakuwa ni A. Alafu kinachobaki tunatafuta, mnanisikia hapo? Tunakusikia. Ndio. Kinachobaki tunatafuta retracement ya nini? Ya huu muhimili wetu, ambayo sasa hiyo retracement yao katika hizi pattern wenyewe wanachohitaji, kila pattern sasa inakuja kutofautiana hapa kwenye B. Hii B ambayo tunatafuta retracement yake. Kwa hiyo tunakuja kuona B wenyewe wanahitaji point B at least less than 0 point ngapi? 61 au level ya 61 ndio B inahitajika iwe at least less ya hiyo. Isimvuke huyu, maana hiyo, si ndio? Retracement ya nini? Ya XA. Kwa hiyo maana hiyo ikishuka maeneo mpaka haya hapa sio mbaya, au hata level ya 50 au hapa kabisa sio mbaya. Hapo tunaenda pamoja? Ndio. Ila wanaiprefer sana bati ikiwa na level ya 50 au 38. Kwa hiyo hapa kote hapa ukiwa na 50 labda imevuka 61 kidogo, imevuka 50 kidogo, upo sahihi, lakini ikiwa katika level ya 50 ndio wanaipenda sana. Tunaenda sawa? Ndio. Haya. Inayofuata sasa tunatafuta retracement tena ya nini? Kwa hiyo hapa tumeshaipata B yetu. B ni hapa tushaipata. Nimeanza kusoma jana baada ya masomo. Hujafunga? Afuache. Kwa hiyo hii tushapata B yetu. B yetu ni hii hapa. Kilichobaki tunatafuta retracement ya AB. Sasa hii tunaitafuta, tunachukua figu yetu tuna drag kutoka hapa juu mpaka hapa chini. Kwa hiyo retracement yetu tunaitafuta kwa kwenda hivi juu. Wenyewe sasa wanahitaji ngapi? Pointi ngapi wanazihitaji hapa? Sasa ugumu wa hizi zipo nyingi, kwa hiyo utakiwa umeze hizi pointi C, A. Sana unatakiwa umeze ni B na C na D ambayo bado hujaiona. Kwa hiyo unaweza ukawa unashindwa hapo. Lakini wanasema C yenyewe sio ngumu, inatakiwa ilenji kwenye level ya hii hapa 3.38.2 mpaka 88 hivi. Kwa hiyo sasa hii naniliu Fibonacci yetu tunaona yenyewe haina hizo level zote. Kwa hiyo kuna option ya kuadi hizo level. Hivi tunaenda sawa? Tunakuja hapa kwenye property una add. Huku level ambayo labda ambazo imemiss hapo ni 0.886. Huku unazidisha mara 100 unapata in percentage ambayo itakuwa ni 88.6. Nyingine ipo 76 nayo tutakuja kuiadi baadaye. Kwa hiyo unaiona hii hapa
imeshajiadi hapa. Kwa hiyo sasa point C inatakiwa icheze hapa kwenye 3, kwenye 3 hapa mwisho, ila isimzidi huyu, isizidi mpaka huku, isizidi mpaka huku juu, inakuwa sio. Kwa hiyo inacheza kwenye hii 38 mpaka 88, na maana itakuwa mpaka hapa. Tunaenda sawa hapo? Ndio. Point hiyo inakuwa ni point C. Hii ni point C yetu. Alafu point D yenyewe unachohitaji kuna hii kitu inaitwa BC projection. Sasa mimi kutumiaga projection kwenye fibu sipo vizuri, situmii sana, lakini ninachoangaliaga ni retracement kubwa ya XA, yani XA imeretrace mpaka wapi? Yani mzidi B, ambacho wenyewe wamesema ikiwa hapa kwenye kitabu wameandika ikiwa nakwambia BC projection must be at least 1.6 hiyo hapo 1.6. Kwa hiyo isizidi hapo, at least ifike hapo 1.6. hichi unajua kutumia projection. Unajua BC projection, BC projection. Hii hapa ni projection. Kama sijakosea, ukitaka kutumia projection kwa hiyo tukisema 1 point ni ngapi umehitaji? 1.618. Ukizidisha mara 10 mara 100 ndio unapata ni eneo hili. Kwa hiyo projection yake ya BC inakuwa ni hapa, ikiishia hapa. Kwa hiyo sasa unakuja unaunganisha hicho kipepeo chako, hii ndio inakuwa point D. Hii ndio inakuwa point D. Kwa hiyo unakuja kuunganisha, unachukua hii triangle hapa juu, unaanza hapa unapeleka mpaka A, afu unashusha mpaka B. Una double click hapo, afu unaiseti vizuri. Unakuja unaunganisha hichi kingine hapa mpaka C mpaka D. Tayari unakuwa na bat pattern yako kama hiyo hapo. Je, tupo sawa mpaka hapo? Ndio. Tupo sawa? Ndio. Tupo sawa. Sawa. Sasa tatizo la hizi pattern inakuja ni vigumu sana kuzipata kwenye nini? Kama yani hujafanya mazoezi vizuri, unapata ugumu kidogo kuziona kwenye nini. Naifuta hii hapa. Unakuwa ni vigumu kuziona kwenye chati yako halisi. Kwa hiyo unatakiwa ufanye sana mazoezi kwenye chati kama utapenda kuzitumia. Ukizichora vizuri bila kuzikosea zinatoa.
kuna matrader wengine wao wana trade hizi maana yake ni kama una trade blackout, zinakuwa na pips nyingi. Kwa hiyo ukitumia vizuri zitakusaidia sana. Kwa mfano hii tujaribu huyu tuone ataingia katika na vigezo vyetu vya bat pattern. Tuchukulie hii hapa ndo hii ni tuchukulie hii ni ile XA ambayo walituambia XA retracement yake B point isiwe chini ya ngapi? Yani isizidi 61. Na tunaona kweli imekuja kwenye level 50. Level 50 ni hapa, si ndio? Kwa hiyo sasa ndio tuangalie itakubali. Hii ni X. Hii ni B. Hii ni A. So, yeah. Alafu kwa B yetu tushaipata hii hapa. Hiyo ni B. Sasa tunakuja tunatafuta point C yetu itakuwa ni ngapi? Kwa point C yetu ni tunachukua retracement ya AB. Walisema point C ina range hii 338 mpaka 88 na tunaona kweli imefika kwenye ngapi? Kwenye 88 hapa. Tunaona wote? Ndio tunaona. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni point C yetu. D tunaangalia projection ya nini? Ya BC, si ndio? BC. Ndio. BC. Au mimi ninavyofanyaga muda mwingine naangalia retracement kubwa ya namiliu ya hii XA ambayo yenyewe imemzidi huyu B. Kwa itakuwa maeneo haya hapa ya 70. Sijui tunaenda sawa, itakuwa kwenye maeneo hapa. Kuna level tumeiacha, ngoja nayo tuiadi, inaitwa 70, level 76 kama sijakosea, ambayo kama kawaida tunavyoadi hapa, tunakuja hapa 0.76. Kama nimekosea utaenda kutafuta vizuri. Ya hii hapa. Kwa hiyo bado tupo valid hapo. Kwa hiyo kilichobaki tushapata D yetu. D hapo. Sasa tunakuja tunaunganisha kipepeo chetu hicho. Hii sasa kinaitwa bati. Kinaitwa bati kwa nini? B point ndio inatupa jibu la nini? La kipepeo. Kwa sababu B inahitajika sana sana iwe kwenye isizidi level ya 61. Umeona kimetokea kipepeo chetu. Sasa hii nimesema ni bullish. Ni kipepeo cha bullish hichi hapa. Oi. Sasa hii hapa ukitaka vizuri una combine na nini? Na price action yako. Hapa ukiongeza hapa unapata nini? Support. Ilikuwa kwenye support, si ndio? Kwa hiyo kipepeo kimeingia kwenye support. Ndio.
ukija ukiongeza hapa nako juu ni resistance. Kwa hiyo umeona kimekuja kimetoa resistance. kimetoa pips hizo hapo 100. Hii ni bati, si ndio? Ndio. Tupo sawa hapo? Ndio. Kwa hiyo inaenda hivyo. Sasa vipo vya aina nyingi, ngoja ni share tena kule ile PDF tuone. Lichi. Si hapa na mwanga sana. Hii ilikuwa ni bullish bat pattern. Kwa hiyo bearish yake nayo unachora kwa kutumia naniliu hizo. Hapa amekuandikia kabisa B point sana sana napenda iwe hapa katika level hii ya 38 na 50. Si mnaona hii PDF yote sasa hivi, si ndio? C point Tunaona. Ya C point yenyewe umekuandikia atakiwa iwe ina range hapo 0.38 mpaka 0.88. Na hii D hapa wanahitaji sana isizidi huyo hapa. Kwa hiyo sasa hiyo ni ya kwanza. Kipepeo cha kwanza hicho hapo ni bati. Cha pili ni Gartray pattern hii hapa. Tuangalie elementi zake nazo kinahitajika nini ili uchore hiki kipepeo. Wenyewe wanasema B point inatakiwa ngapi? 61, ni exact kabisa 61. Ya retracement ya XA ndio B point inatakiwa iwe hiyo hapo. BC projection isizidi 1.618, isizidi hapo. Pia C point ni ile ile. Siku zote kwenye hivi vipepeo C point inakuwaga ni ile ile. Haisumbui kwenye kumeza. Kwa hiyo sasa kwa nini hichi kitaitwa bati, hichi kitaitwa Gartray pattern? Ni hapa kwenye point B. Tumeona kule kilichopita cha bat pattern B point walihitaji iwe 50 au 38. Lakini tukija hapa Gartray wamehitaji kabisa iwe 61. Tunaenda sawa hapo? Ndio. Tumerudi kwenye chat yetu, tunaiona? Tunaiona. Sawa. Ngoja ni tutafute kingine ambacho labda tunahisi. Yaani kwa maana nyingine ukiona pattern yote kama ina kialama cha inataka itoe M, yani ilete ile structure ya M, basi jue tayari umeshaanza kuona pattern yako. Tujaribu hii hapa. Hii haijakubali sana kwenye level ya 61 hii hapa, haijakubali sana. Kwa hiyo tunaiacha. Hii inaweza kukupa naniliu ile bat pattern. Level ya 50 hapo, ila ilikuwa inakuja kabisa level ya 61 hapo. Hapa itakubali, hapa nako imekubali, ikapanda kidogo hiyo hapo juu. Kwa hiyo hii ni bati. Na bati ni ina fomu inaonyesha kwamba ni bullish au zipo, yani kila pattern ina mbili, na bullish na bearish. Ndio maana pale nimekusomea wameandika ni nini? Wameandika ni bullish bat pattern, kuna bearish yake nayo. Leo tujaribu kutafuta, si ndio? Sawa.
Sasa kabla hujamtafuta naniliu, hatujamtafuta huyo bearish pattern hapa, na nadhani tumempata Gatray mwenyewe hapa. Tukichukulia hii hapa point hii hapa na hii hapa, tunapata retracement yake level 61 hii hapa. Tunaiona, si ndio? Kwa hiyo hii x Ndio. hii hapa A, hii hapa B. Tunaenda kutafuta C point yetu ambayo ni retracement ya hii AB. Kwa hiyo imekuja kwenye level ngapi? Ya 80 na kitu. Sawa, C point wanahitaji iwe between zile 3 au 80. Kwa hiyo imekuja kwenye 80 yetu kabisa hiyo hapo. Alafu tukija huku navyochukuliaga mimi, ukichukulia projection yake hapo, Fibu na retracement na projection yake. Ya, kwenye projection imekubali kabisa hapa. Hii wamesema isizidi ngapi? Hii level. Waliandika 1.618. Ukizidisha mara 10 huko wameziweka katika percentage. Unapata hiyo hapo. Kwa hiyo hapa ni ideal kabisa, nini Gatray pattern. Ni ideal kabisa hii hapa. Kwa hiyo unakuja unaunganisha. Hapa hapa. Kwa hiyo umeona ilivyotokea hapa. Ukija ukicombine na nanilio yako pure price action yako, usiende kichwa kichwa. Eneo hili lilikuwa ni eneo la support. Umeona ilikuja imedunda hapo, ikatoka pips kama 130. Kwa hiyo labda uko nazihesabu sana hizi hapa, kwa sababu maeneo haya hapa ulikuwa na resistance yako hapa. Ukichora vizuri hapa kuna resistance hiyo hapo. Ikaja tena ikarudi hapa, ikaondoka tena juu. Kwa hiyo tumeona hapo tulivyoipata na nilio. Ndio. Gatray pattern ile, tutafute bearish moja hapo ya hizi. Tuone nazo zinakuaje hizo bearish zake. Kwenye Gatray pattern tulisema BC. Gatray pattern ulisema BC ilikuwa BC. Yaani si na XA, tunatafuta retracement ya XA. Tunaenda sawa? Ndio. Hii hapa, si ndio? Labda kwa kuwa sijaipa herufi, tuipe. Hiyo ni X. Kwa ukiingia sokoni ukiona kama kuna kipatini kimechora M, unaweza kawaza ni moja hapo ya harmonic yoyote ile inaweza kawepo. Unajaribu kuweka hizo Fibonacci yako hapo, naangalia. Ila ukitumia pure price action ukimaster ndo uje huku. Plan strategy moja mpaka nyingine. Ukimaster hii unaingia nyingine. Hiyo inakuwa inaenda vizuri. Hii hapa ulikuwa unauliza hapa kwenye level ya kuchora BC.
Yaani hii BC ina level yake inakuwa ngapi? Level ya Kutoka B point B. herufi ipi? Herufi C. C siku zote kalili ni hii hapa. Kwa C ni replacement ya AB. C yenyewe inatakiwa icheze hapa kwenye 38 mpaka 88, icheze eneo hili hapa. Tupo sawani, hiyo ipo hivyo, yani ya kukalili. Kifupi hizi pattern zote unakalili, hamna kuelewa. Sawa. Ipo hivyo. Tunaenda sawa, lakini B yenyewe inatakiwa iwe 61 kabisa yani. Ikiwa 50 au 38 hapo utakuwa umepata bat pattern. Kwa hiyo sio mbaya, unaweza ukapata bat pattern ukapata hizo zingine zinazokuja. Inategemea tu na B yako imekuwaje. Sawa. Mtu ambaye hajaelewa hapo nifikirie, lakini haiji. Je, tuangalie kwenye pea nyingine nazo zinaweza zikawa zipo. Naikumbuka hii setup walituma na nilio ghost kwenye grupu. Ilikuwa maeneo haya hapa. Hii ni pure tu price action hapa. Alisema ina range ya pips 100 na kweli ilishuka mpaka hapa pips 120. Kwa hiyo kama ulichukua nadhani umeenjoy. Pia wengine hizi hapa patterns chukulie tu kwenye naliu ndogo, wengine wanachukua katika naliu kubwa kama hivi. Kwa mfano hii hapa. Tuangalie hii. Level ya 38. Ukija hapa haijavuka, hii ni C sasa. Ilikuwa inakaribia 71 lakini wanataka ianzie kuanzia 38, kwa hiyo tupo mule ndani ya naliu zetu. Alafu retracement ya BC conceptual kama nini, projection ya BC. Hii hapa, hii ni bat pattern hapa, bullish bat pattern hapa. Kwa muda mwingine sio tu uangalie kwenye candle hizi na nilio, unaweza ukaminimize kabisa ukazipata pattern zako pia vizuri. Kuna matrader wanazicholea humu.
Shakosea kuichora hii. Sasa hawa ni wale wanaopenda kuswing. Maana hii hapa ni pattern ya kuswing kabisa. Huwezi ukavumilia ukae sokoni muda wote huo. Utakuwa na roho mbaya na bloka. Hiyo hapo. Kwa mtu alikuwa anaisubiria hii hapa pia, afu hapa ulikuwa na combine na support yako. Hiyo hapo. Ilitoa pips 500 kama watu walikuwa na swing, walikula pips 500 hapo. Hapo tupo sawa? Tupo sawa. Kwa hiyo umeelewa, sio muda mpaka uangalie kwenye kendo na nilio, unaweza ukacombine ile movement kubwa kabisa ukapata nalio yako. Imefeli. Kinashuka ngapi? Tuiangalie hii hapa. Hii imevuka 61. Kuna pattern nyingine yenyewe inahitaji 70 na kitu. Kwa hiyo hii hapa ni pattern zingine ipo mbele. Kwa tutaachana nayo hapa. Sababu imekubali lakini level zake sio zile tunazozitaka sisi. Pia unaweza ukaziangalia hata kwenye time frame ndogo. Kwenye time frame vidogo kabisa zinatokeaga. Vipo vingi. Kwenye time frame ndogo unaweza ukazipata nyingi zaidi. Ikiwa bearish ndio inakuwa kama W, ikiwa ni bullish inakuwa M. Sawa. Kwa hapa najaribu kuangalia W ambayo tuangalie je imekubali. Njaba. Hii ni W ya tuangalie hapa. Imeshuka. Hiyo basi. Nataka sasa hivi W ipinduka. Hapa ni kubwa sana. W ya kubali materialize. Self ya kujifanyia. Kwa maana hali yako
Hii hapa inaweza ikawa ni moja wapo na niliu. Sema za bullish mbona naziona nyingi? Hii level ya 50 kabisa, hii ni bad pattern hii hapa. Hii hapa. Hii ni ya bullish bad pattern kwa sababu B point yetu ni ipo kabisa katika 50 ambayo wanaitaka wao. Hiyo hapo materialize japo ili consolidate kidogo hapa katika naniliu. Ilipofika katika D point lakini ikafanya last kiss, imeondoka juu. Hii hapa juu. Hii hapa W kwa juu. iko wapi? Hapa kwenye hapo kwenye. Hapa hii hapa. Hapa. Basi. Ukiona nyingine ni story. Na nyingine ni story. Watu wanapendea na maumbo mazuri, basi unaona kama trade zinatiki kweli yani. Ila ni pure price action yenyewe ndio inakubali zaidi, lakini hizi zipo zinakubali. Kisa zina muonekano mzuri. Chati yako unaona inapendeza, umechora kipepeo. Hii ni mbona ya bullish. Hii hapa ilikuwa nakaribia level na nilio unaweza ka force. Hiyo hapo imeondoka. Kuzidentify ndo kazi, mpaka yani ufanye sana mazoezi kwenye chati yako. Kuna kipindi nilikuwa na trade hizi tu, kwa hiyo naziona nyingi. Hii hapa. Hii ni bearish bat pattern hii hapa. Sasa tumeelewa hapa ni X, hapa ni A, hapa ni B. Tayari. Hii ni C, hii ni D. Umeona imeshuka chini hapo. Tena ikaja hapa ikatengeneza doji yetu kabisa hii hapa. Doji hiyo imeshuka chini. Kwa hiyo umeona bearish inavyoonekana. Ikashuka pips nyingi tu, ila wewe uko unatokea hapo. Umeona ilivyotoka hapa ikarudi. Kwa hiyo uko unatokea hapa kwenye naniliu hii. Hii support yako hii hapa. Sasa hii nayo tuiangalie. Hii ipo kwenye 50, ilikuwa inaenda kwenye naniliu kwenye 61, bado ni bat pattern hii hapa. Kwa obvious nikiweka hapa napata retracement ya C ambayo ipo katika 76, itakiwa C icheze hapa 68 mpaka 88, kwa hiyo imekubali.
Na hii hapa retracement, muda mwingine retracement zetu za huku ED tunaangalia kwenye support au kwenye resistance. Tunaenda sawa? ED, yani wewe D isikuchanganye sana. Angalia kama ipo kwenye support au resistance. Kwa mfano hapa ipo katika resistance yako. Kwa hiyo ni hii hapa sasa. Pindi la leo ni gumu jamani, kwa sababu tunadili na vipepeo. Kipindi cha jana kilikuwa ni pure price action. Hiyo hapo, umeona imekubali kabisa vizuri. Hii hapa ikashuka itimia na kitu. Buka na trade nafunga neji. MT4 umejua leo na umeplace trade leo da. Tushaona hapo bearish na bullish zinakuaje. Huyu hapa nadhani ni bearish mwingine huyu, tukimchukua vizuri huyu hapa. Huyu hapa, huyu naye ni bati. Alikuwa anaenda anasema icheze kwenye 50 au 38. Kama 61 isivuke 61. Kwa huyu hapa, lakini wanapenda sana bati hiyo katika nini 50. Kwa huyu hapa, hii ni B hapa, point hii hapa. Ni bearish huyu hapa. Yaani ukiona kama W umetokea hivi, yule mwingine hajamzidi huyu hapa wa kwanza, au M umetokea yule mwingine hajamzidi yule mwingine hajamzidi huyu hapa wa kwanza, unajua basi si point ipo sahihi, kwa sababu inakuwa haijazidi 100. Ikifika hapa ikiwa sawa sawa na huyu, yaani ni kama double bottom au double top fulani vinakuwa. Kwa hiyo ukiona huyu amezidi hapa, unajua basi amefika 100%, kwa hiyo hafai. Lakini akiwa ananing'inia juu, basi jua ipo sahihi. Na huyu ukimwona hajavuka huku, hajamvuka huyu, basi jua ipo sahihi. Kwa hiyo njia nyingine nimekwambia jinsi ya kumpata D, chora support yako au resistance zako. Kwa mfano ukichora hapa, huyu hapo unamkuta yupo katika nini resistance kabisa hapo juu. Kwa hiyo uhangaiki. Tunaenda sawa sijui jamani? Ndio. Kama naacha mnasema umetuacha hapo. Simona hiyo hapo. Imeshuka kabisa. Tunaenda sawa? Ndio. Kwa nataka nionyeshe hapa vizuri. Kwa huyu hapa ni huyu ni X, huyu hapa ni A, hii ni B, hii hapa C, hii hapa D, ikashuka chini. Tuangalie pia nyingine. Hii tumecheki euro card, nadhani hatuangalia euro card.
tunamalizia na nilio ya mwisho. Kwa kuwa hivi ni vitu vigumu, hatuwezi kwenda tukasoma vitu vingi. Kwa hiyo tunamalizia pattern ya mwisho. Ninaonyesha ni mfano mwingine. Mfano wa mwisho. Hii hapa ni bat pattern hii hapa. Imefika level ya 61 kabisa hiyo hapa. Si point yetu ipo 61, sio mbaya, natakiwa hii icheze 38 mpaka 80 na kitu hapo. Kwa hiyo hakuna tatizo. Hiyo hapo imeondoka mpaka juu. Kwa hiyo ni bullish bat pattern. Huyu naye anaweza akawa ukimwangalia vizuri hapa. Tumalizie huyu hapa. Bat pattern. Bat pattern zipo nyingi. Kwa hiyo mpaka hapo umeona bat pattern zipo nyingi. Hii hapa level ya 38 kabisa. Si huyu hapa alikuwa anakaribia 88 huyu hapa. Kwa hiyo bado tupo sawa. Ukikosea kwenye vipimo unagundua pattern zako. Zinaweza zisifanye kazi sokoni. Kwa hiyo kuwa makini kwenye vipimo. Hiyo hapo. Mzee Simba tupo sawa hapo? Kwa hiyo hizi ndo harmonic pattern. Mwenye swali yoyote Napenda kusoma kitabu hapa ni Kichina. China. Ni ngumu, lakini ukikaa ukiwa unaziangalia sokoni sana unaziona zinatokea sana. Kwa hiyo ukikaa sokoni sana unakuwa unaziona kweli, kuna watu wanaziweka kwenye kwa hiyo ukikaa sokoni utaziona. Na kitabu hichi nikituma mkisoma, yani unasoma zile elementi tupu. Zinakusaidia usisome kitabu chote. Kama una muda soma chote. Sawa. Swali lolote hata kwenye price action, mambo ya naniliu, planning tulizungumzie. Mzee Ghost atupe setup ya kuscrap. Ghost, nataka setup ya kuscrap. Sasa ngoja niwaambie kitu kimoja kuhusu mimi. Mimi mara nyingi wana trade session mbili tu. Mimi wana trade London session na New York kidogo, lakini mara nyingi London. Sababu mimi natafuta entries 2 au 1 tu kwa siku. Lakini mimi ngoja nikupe tactic moja ambayo mimi napendaga kutumia nikitaka kuscalp. Lakini msiitilie maanani sana. Sijui unanielewa nikisema hivyo. Sawa. Inabidi uifanyie mazoezi sana, usije ukatupa hela zako. Mimi natafuta trending market. Kwa mfano hii market ya trendi. Natafuta trending market. Hii hapa iko na reverse. Hii pia iko na reverse.
ndio moja kidogo vyepesi. Tafutia trending market ya jamaa kwa ulirudi miaka mingi kutafuta hizo pattern. Mwaka gani sini? Chati narudi nyuma masaa. Si piga hapo juu. Nisome. Kwa mfano umesikia? Nakuja kwenye kwa mfano mimi nikitaka kuscalp nakuja naangalia kama hapa. Umeona mfano hii mnaona hizi candlesticks zinaonyesha kwamba tuko tunafanyaje? Tuko na down trend. Nadhani mnafahamu kwamba higher time frame inakupa candlestick pattern, alafu ambayo candlestick pattern ukirudi kwenye lower time frame unakuta ni chart pattern, si ndio? Kwa mfano nakuja kama hapa naangalia candlestick ambayo imeform kama kwa mfano hapa naona kwamba hii ni nini? Ni down trend, si ndio? Nakuja nachukua zone yangu kwa candlestick moja tu. Si mnanielewa mpaka hapo? Mmeona kama hapo hivi? Mmeona kwenye higher time frame nachukua candlestick moja kama hiyo. Alafu sababu najua kama sipendi sana kwenda against the trend kwa mfano. Kwa mfano mimi nikiona kitu kama hiki nita jump into a lower time frame kutafuta possibility ya kusell. Umeona? So na jump kwenye lower time frame kama hapa 15. Umeona hiyo zone yangu ambayo nime-highlight pale, si ndio? Ndio. Mnaiona? Ndio. Umeona hii retest ambayo imetokea? Ndio. Ngoja twende kabisa kwenye 1 hour, turudi kwenye 1 hour. Umeona kwa mfano ina pips range ya ngapi? Hii ina pips range ya pips 24, si ndio? Ndio. Asa mimi kitu ninachoamini kama kuna pips range ya 24, mimi naamini hapa ya kwangu ni nusu au robo. Lakini kumbuka unaona kwenye haya time frame nime shade candlestick moja tu, sio unaona? Candlestick moja tu. Haya, kwa mfano na jump kwenye very lower time frame ili niweze kutumia leverage at my advantage, si ndio? So kwa mfano kwenye setup kama hii ningesubiria kuingia hii retest ambayo unaiona hii hapa, si ndio? Au baada ya kuona hii momentum kubwa hii, naweza nikaingia kama hapa, lakini lengo langu mimi nakuwa ni 10 pips. Sema nafungua position nyingi. Unaona? Lengo langu linakuwa ni 10 pips ambazo najua naweza nikazikamata real quick. Kuna kitu ngoja ni magnify hapa niwaoneshe mtakiona kwa ufasaha zaidi. Hivi mnajua kwamba candlestick moja ikiform kwenye higher time frame, ukirudi kwenye lower time frame lazima ukute retest. Kwa maana gani? Umeona hii candlestick ilivyo form hii hapa, si ndio hii hapa kubwa, umeona? Ndio. Hii iliyofuatia ilirudi nyuma kwanza. Alafu ndio ikaendelea na safari yake kufanya ya downtrend, si ndio? Ndio. Sasa hii ukirudi kwenye lower time frame hii ndio retest, sio umeona? Kwa maana hiyo mimi immediately after formation of my candlestick, let's take tuchukulie candlestick hapa. Hii hapa, simona hii candlestick. Ni highlight ilipo support yake na resistance yake hii. Umeiona hii candlestick? Ndio. Immediate after formation ya candlestick natafuta zone yake kama hii. Sababu najua baada ya formation ya candlestick kwenye higher time frame lazima itokee retest kwenye nini? Kwenye lower time frame. Ambapo retest yenyewe ndio kama unaiona hii candlestick imejaribu kwanza kurudi nyuma, at least nyuma yake ndio kaendelea nini? Ikaendelea mbele, si ndio? Ndio. Kwa baada ya formation ya candlestick kama hii kwenye higher time frame na jump into a lower time frame immediately.
Umesikia? Na jump into a lower time frame immediately. Kufanyaje? Ku trade hiyo reversal. Umeona? Reversal ina pips kama 10. Sema sasa unabidi ufanye mazoezi sana uweze kujua zone zako. Unapokuwa umeenda umeiwrite huko kwenye higher time frame, umeona hapo nimevia kuona jump into a lower time frame, na kwa nini identify zone zangu ili nijue price level ambayo price inaweza ikareverse. Ndio nije kwenye 5 minutes hapa. Umeona hapa tunaangalia to the left, si ndio? Umeona hii zone? Ndio. Kwa mfano mimi nilivyo jump into a very low time frame like 5 minutes, naangalia to the left kwamba prices sehemu ambapo inaweza ikareverse ni wapi zaidi, na maangalia kwamba ni hapa, si ndio? Kwa maana unakuwa na uhakika reversal yangu ya hiyo candlestick baada ya closure itakuja kuishia like how many pips? Kama hizi ngapi? Hapa ni 11, hapa ni 10 pips. Kwa hiyo najua kwamba kutakuwa kuna reversal ya like 10 pips. Kwa maana ndo nasubiria immediately after the closure hiyo candlestick, si ndio? Na place a buy order. Lazima ni capture hizo pips, lakini inategemea na broker unomtumia. Mimi broker wangu ambao namtumia ana spread ndogo, yani tunaita zero spread. Tip mill kwa mfano, hela ambazo mimi nafanya hivi mara nyingi ni Euro USD JPY, ambazo kabisa najua spread yake ni ndogo, naweza nikafaidika kitu. Lakini kama unatumia Templar, ndugu yangu, hiki kitu hakiwezekani. Sijui umeelewa kidogo ninavyofanya? Ndio tunaelewa. Sasa as time goes, mkishaelewa hizo zote ndio utakuja watu, yani mkishaelewa market structure, mka capture what forex is about, ndio utakuja tuelekeze vizuri scalping, sababu scalping is very risky. Sawa? Ndio. Sawa. Naona hapo ukichelewa kufanya kuhemu hizo 10 inakula kwako. Inakula kwako kabisa. Menielewa. Sasa hiyo mimi nimekuonesha kama nimeenda against the trend, lakini kama nimeenda in the direction of a trend, si ndio? Ngoja niwaoneshe good example. Kwa mfano umeona kama nitakuwa yani kitu kuelekeza vizuri mpaka tunue simulator. Tukiwa na simulator ndio tutasimulate vizuri. Simulator sijui mnaifahamu? Mnaifahamu simulator? Nadhani baada ya next week tukishatoka kwenye shughuli zetu simulator tutakuwa nayo. Kwa mfano kama unataka wewe trade in the ufanye scalping in the direction of a trend, unakuwa na trade hizi latest, unaangalia si down trend, kwa unakuwa unatafuta only possibilities za kufanyaje, za kusell. Usitafute possibilities za kubuy. Possibilities za kubuy ni inabidi umefanya multi time frame analysis, unajua kabisa kwamba hii ita-retrace how many pips. Umeona? Ujue vitu kama hivyo, lakini la sivyo hauta capture kitu chochote. Lakini kama unakuwa unataka hizo real quick, unakuwa baada ya formation tu ya candlestick in higher time frame, si ndio? Ndio. Ikishamalizika tu kuform, una jump into a very low time frame huku. Unasubiria retest kama hizi, lazima zinakuwepo. Unaona hii retest, hii candlestick imeform kuanzia huku, lakini retest imetokea kwamba pale kipindi ile candlestick ya 4 hour hii ya pili, hii hapa hii kama mnaiona, hii candlestick hii hapa, sio mnaiona hii candlestick? Kipindi ina pull back. Sasa wewe ndio inakuwa ni retest yako kwenye lower time frame huku. Unaweza kuiona vizuri. Kwa unapata entry nzuri kabisa. Sasa ndio hapo unakuwa una post chart zako, mtu anajiuliza, "Wewe jamaa unapataje entry zako?" Kumbe
uzoefu na knowledge ambao mnayo. Unaona entry kama hii retest unaitrade vizuri, kwa maana unakuwa very safe, hata stop loss yako inakuwa nini, inakuwa very tight, Inakuwa tight. na bado haiguswi. Sawa. Ndio hivyo kwa leo tu, ila scalping kuna kipindi chake kinakuja kabisa hapo tu, kuna hapa hint ili mjue siku tukirudi hapo isiwe tabu. Sawa, Asante brother. Sawa. Umepata kitu ambacho kunaniuzia kuhusu scalping? Nimepata. Asante. Kuna kitu hapa umeona, mnakumbuka candlestick jana niliwaambia inaitwaje? Kwamba kuna very weak candlestick afu mbele yake inatokea kubwa ina shoot. Unaikumbuka? Ni marubuzu. Ni marubuzu, lakini ikitokea kama hivi inakuwa inaitwa anchor, mnakumbuka? Ndio. Kwamba umeona kwenye haya time frame hivyo nimevyo analyze my zone huku. Yenyewe tu umeona nimevyo analyze hizo zone zangu vizuri. Ndio. Ngoja ni magnify vizuri hapa. Umeona nimeanalyze kwamba hii candlestick imepoanzia na imepoishia, si umeona? Na hii hapa nyuma, umeona hii hapa hii ambayo imeform mpaka sehemu ilipo retrace, si ndio? Ndio. Tumevyo jump kwenye lower time frame tukatoka 15 Yeah. Umeona kwamba imekuja kwenye ile candlestick inapoanzia. Umeiona? Yeah. Ndio. Yani niambie candlestick ikiform mara nyingi tunaitumia kama support yetu au resistance. Yaani yenyewe inajichora. Kwa hiyo hivi vitu tutaenda tunavigain kadri siku zinavyokwenda. Hivi ni vitu vidogo vidogo ambao tutaenda tunafafanulia as time goes. Asante sana. Kwa mwenye swali lingine. Ayupo, basi ngoja tuende session, tutatumia kama after 5 minutes na kushafika kwenye drive zone. Sawa? Sasa. Asante. Asante. Yes, you are talking session. Come in the end of the session. Nashukuru.